Ndani ya mwaka mmoja na miezi 6 nimekaa mo ndani, sijamuona baba, sijamuona nani, sijamuona nani. Wala kuwasiliana na mtu yoyote au ndugu yako yoyote alikuwa anajua kama uko kule? Sidhani kama alikuwa anajua, kutokana na faza zangu mimi ni mtu wa kusafiri. Ila mama yangu mimi kufikia ndio yuko nyumbani, na mama yangu mimi sielewani naye. Na ndio maana chanzo kutoka nyumbani hata matatizo yote yananitokea. Sababu kubwa ni hiyo, kutoka nyumbani, kutoka na masuala na nyumbani. Mimi nimekaa mule ndani mwezi wangu wa pili na utimiza mule ndani, nikaambiwa nitafute mtu wa kunifundisha kusoma kesi. Lakini mimi mwenyewe nikakaa nikafikiria, kuna hakuna kitu kama hicho. Nitafute mtu wa kunifundisha kusoma kesi. Je, yeye angekuwa anaweza kumfundisha mtu akatoka mule ndani, mbona yeye hakutoka? Angejisomea mwenyewe akatoka. Lakini mimi nikachekecha akili yangu, nikaona mimi nafuata kilichonileta na naomba Mungu anitoe mule ndani. Mule ndani kuna msikiti mimi nishaswali. Mule ndani kuna kanisa mimi nishaenda. Misa zote za kanisani mimi nishasali. Yote kumomba Mungu mimi nitoke mule ndani. Ndani ya mwaka mmoja na miezi 6 nimekaa mule ndani, sijamuona baba, sijamuona nani, sijamuona nani. Wala kuwasiliana na mtu yoyote au ndugu yako yoyote alikuwa anajua kama uko kule? Sidhani kama alikuwa anajua, kutokana na faza zangu mimi ni mtu wa kusafiri. Ila mama yangu mimi kufikia ndio yuko nyumbani, na mama yangu mimi sielewani naye. Na ndio maana chanzo kutoka nyumbani hata matatizo yote yananitokea. Sababu kubwa ni hiyo, kutoka nyumbani, kutoka na masuala na nyumbani. Bwana pole sana. Shukuru Mungu abariki. Kama hivi tupo mtaani, tunaunga 200-300, lakini bora mtaani sio kule. Bwana pole. Je, katika baada ya kukaa kule, sema ulikaa ni muda gani? Miaka 2 na nusu Kama miaka 2 na miezi 6. 2 na miezi 6. Je, ni baada pale ni ilikuwaje? Ni kwamba muda wako kukaa kule ulikuwa umeisha au ulitokea msamaha wewe kutoka kule, au kesi iliisha au ilikuwaje? Ile kesi mimi niliambiwa na mashahidi 6. Nikasoma nikaongea na mashahidi 4, ambao shahidi wa kwanza ni mtoto aliyofanywa tukio. Shahidi wa pili ni mama yake. Mtoto kaja anasema akafundisha na mama yake, kwamba akija aongee kwamba mimi ndio nimemfanyia, na amefundishwa akiwa yuko nje ya mahakama, kwamba akisiposema atapigwa, akisema atanunuliwa soda. Na kauli hiyo kaja kuongea mbele ya mheshimiwa. Na shahidi namba 2 ni mama, kaja kumtoa shahidi mwanae. Lakini hapo sheria ile mama ikambana, kutokana hakuna shahidi mzazi akaja kumtoa shahidi mwanae, lazima atakaa katika upande wake. Hakuna kitu kama hicho. Ndipo pale mahakama ikamkataa yule shahidi na kwamba waje mashahidi wengine. Nishaongea na mashahidi 2, bado mashahidi 4. Nikapewa tarehe ya mwezi mzima. Mimi niko ndani tu. Siku natoka nenda mahakamani, ambapo shahidi anaumwa. Nikarudishwa tena. Nikapewa siku 14. Nikarudi tena. Kurudi tena ndo anaitwa shahidi. Shahidi aliyoitwa wa pili, wa 3 ambaye ni jirani. Jirani anaulizwa lilivyotoka linatokea tukio, wewe ulikuwepo? Mimi sikuwepo. Kumbe je, tukio umelionaje? Mimi nimeona mtoto akiwa analia na Isiaka akiwa anatokea upande wa pili wa mtaa. Mheshimiwa akamuuliza swali, je, kitu kinachotokea nyuma yako unaweza kujua ni kitu gani? Siwezi ukijua. Sasa wewe umejua vipi kama ndio kumfanyia mtoto tukio wakati huko katoka mtaa huu na wewe katoka mtaa huu? Mimi baada ya kumuona mtoto analia ndio nikajua ndio hivyo, nikaenda kumwambia mama yake. Mama yake alimkuta wapi? Nilimkuta anasuka. Sasa wewe una uhakika gani kama ukafanya hilo tukio? La kusema hana. Pale ndipo nikapewa tarehe. Tarehe hizo nikienda mheshimiwa hayupo. Nilikaa karibia miezi 3 mheshimiwa hayupo. Sikio naenda tunakutana na mheshimiwa, ndo anakuja shahidi wa mwisho ambaye ni dokta. Baada ya mashahidi 6 wakaja mashahidi 4, 2 hawakuletwa. Kuja dokta kaeleza. Dokta kaeleza kwamba yule mtoto akufanywa tukio la aina yoyote na kukutwa na mazingira aina yoyote. Hapo nishakaa miaka 2 na miezi 3.
Ndio fa ndugu zangu mimi ndio nakuja kupata taarifa kwamba mimi niko sehemu fulani. Kesi ikaenda mpaka judgment, hukumu siku ya mwisho. Ndio fa zangu mimi nakuja kupata taarifa pale kulikuwa na magereza ambaye alikuwa amesoma naye, ila alikuwa wamepoteana. Baada ya mdogo kunifuatilia kujua mimi niko sehemu fulani, kwa sababu mdogo alienda kuuliza kila sehemu. Ndio akaenda Keko, kwenda Keko jina alilouliza yeye, na kuna mtu alikuwa anaitwa Mwendani, anaitwa Odeli, ambaye anaita majina ya watu. Jina alikuwa amelikosea. Ila baada ya kumwacha namba ya magereza, siku mimi naenda mahakamani ndio kusema hukumu. Ndio magereza kuniita mimi jina langu mimi ndio akalifahamu. Bwana, kuna mtu anaitwa Mudi, unamfahamu? Nikamwambia Mudi nani? Dereva malori. Ni ndugu yako ambaye baba yako wewe mdogo wake. Nikamwambia namfahamu. Ndio kumpigia simu kuongea naye. Naongea na hivyo nipo katika selo ya mahakama. Bado sijaenda mahakamani. Ndio mdogo kuja ndo akaongea na wale magereza, wakamuita mheshimiwa pembeni, wakaongea alichokuwa anakiongea mimi sikukielewa kwa sababu mimi nilikuwa niko ndani. Wakaongea fresh mahakamani, nikaenda judgment ikadundishwa. Nikapata tarehe, ambapo nilipata tarehe ya miezi miwili. Yaani bado kao unasota bado. Miezi miwili niko ndani. Kumbe miezi miwili ile huko ndo anatengeneza mazingira ili mimi nitoke. Ndio baba kupata taarifa kuambiwa hivi na hivi na hivi. Ukaja mlolongo kwamba Faza kashashawishwa na mkewe, hataki mimi nitoke ndani. Kule chuki hiyo sasa. Nataka ile pesa yake aliyotoa Faza ili mimi nitoke irudi. Ikawaje? Na ikiwa mheshimiwa kashapewa hela. Mimi nimekaa ndani. Miezi miwili yote ikaisha. Wiki moja ya mwisho mimi naenda mahakamani, ndio mheshimiwa ananiachia kwa huruma yake mwenyewe. Mheshimiwa mimi ananiachia. Ni kwamba una kesi? Sina kesi. Kesi ya kubambikizwa. Na akaniambia kama unaweza hata sasa hivi, kuanzia sasa hivi nakupa siku 40. Kama unaweza kufungua kesi ya madai au kama unasamehe ni wewe mwenyewe tu. Wewe ulifanyaje? Mimi nimwachia Mungu. Ulisamehe kabisa. Japokuwa ulikaa miaka miwili yote na miezi 6. Kanipotezea muda wangu. Tena kanipotezea muda wangu sana. Na wale mama wenyewe siku mimi natoka, naye ndo siku anaachana mumewe. Hiyo wewe sakata lako la kutoka gerezani ndo limepelekea ndoa ya wewe na mzazi wako, wazazi wako kuachana? Sio mzazi wangu mimi. Huyo mwanamke alionipa mimi kesi. Alokupa kesi ndio. Akaachana mumewe. Kumbe na katika kesi ile baadaye nakuja kuambiwa vizuri kwamba mamangu mimi kufikia naye kashiriki. Bwana. Kesi kubwa hiyo. Hiyo dhahma ndugu. Kashiriki na mimi nipotee, kwani nisiwepo kabisa. Niishie huko. Bwana pole sana. Shukuru Mungu nipo salama, kama hivyo maisha yanasonga. Sasa baada ya kesi kuisha, jaji akakwambia baadhi ya vitu. Wewe ukasema una haja kuendelea na kesi, ukasamehe. Wale watu ambao ukarudi mtaani, wale watu ukakutana nao, uliweza kuzungumza nao chochote au ilikuwaje, na mtaa ulikupokeaje kwa ujumla? Maana ushatengenezewa kitu na watu bwana, wabongo wana tabia ya kuamini baadhi ya vitu bila kufuatilia kiundani. Mtaa ulikupokeaje? Ni kweli, sababu mpaka leo bado kuna sehemu zingine nikipita naonekana bado niko vile vile tu. Siku ile natoka narudi nyumbani, kila mtu kwanza alinishangaa. Wengine wakajua kabisa mimi nishafungwa. Na ile kesi mimi nilikuwa nafungwa maisha. Na mpaka leo ninavyoongea hapa nisingekuepo. Kwa sababu shtaka ile kwa nikabili mimi ambao napata namba isiyokuwa na namba ya kutokea. Na ni kwamba mimi maisha yangu yote kule. Lakini siku hiyo natoka yeye mwenyewe kwanza kashangaa. Alafu nimetoka nimepita mtaa ule ule, kwa sababu mtaa ndo anapokaa babangu mdogo. Sababu nilivotoka mtu wa kwanza mimi kwenda kumfuata babangu mdogo. Sio baba, kutokana na baba mimi kashanikataa. Kwa mazingira ya kusema kwamba arudishe hela yake. Mimi niendelee kubaki. Pole sana. Shapoa.
Mimi bwana, nimekusikiliza vizuri na kisa chako nimekipata vizuri kabisa. Kuna majonzi ndani yake na inafikirisha, na kwa namna moja au nyingine ili jambo mahakama na mifumo ya kimahakama nayo inabidi hiyo makini, sababu hizi kesi hazikukuti wewe peke yako, ni watu wengi ambao matukio kama hayo yanatokea. Sasa mimi ningeomba uzungumze naye huyu aliyokupa kesi mbele hapa ya YouTube channel ya Nyayo TV kwamba umemsamehe kabisa na una kinyongo, labda ulimsamehe au kumwambia, lakini hapa leo kama ataiona hebu zungumza naye hapa. Mimi nimemsamehe. Yameisha kabisa. Nimemsamehe kabisa, na right ningekuwa na chuki naye, mimi nilikuwa naweza kumfanya chochote afu nikapotea nisionekane kabisa. Nikajulikana kabisa kama nimekufa, ndo nimekufa. Bwana pole sana. Asante. Lakini mimi nishamsamehe, yani akae kabisa ajue. Aishi kwa amani kabisa. Mimi naitwa Kacha. Mimi mtafutaji. Nimepoteza na bado nitaendelea kutafuta, nitapata. Awe na amani tu. Bwana mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV, tuko tunazungumza na ndugu yetu Isiaka Kacha, mtafutaji, mpambanaji. Amezungumza vitu vingi sana ambavyo amevizungumza leo. Hivi vitu sio kwamba peke yake vinamtokea. Huu tuseme ni muendelezo, hivi vitu kwenye jamii vinatokea sana. Na kesi kama hizi wanakuwa wanapewa watu wengi. Kwa namna moja au nyingine huaga zinaharibu maarufu wa watu, kama alivyozungumza hapa. Kuna baadhi ya sehemu wanaenda, jamii inamuona kama ni mtu yule kwa sababu ya kesi ambazo zimebambikiziwa. Lakini nilichofurahi zaidi kwenye haya mazungumzo yetu ni kwamba wale wote ambao wamemsababishia matatizo amewasamehe kabisa. Lakini nitoe ombi kwa jamii. Tuache haya mambo ya kupeana kesi, yanaharibu, yanaturudisha nyuma. Mimi natumaini ndugu yangu huyu kama asingetokea mambo yote ambayo ameyapitia, angekuepo mbali zaidi ambapo alipo. Miaka 3 kukaa kule ndani kwenye giza ni miaka mingi sana. Inaweza kawa unakaa miaka mitatu au miwili na nusu, ni kama hata miaka 10 hivi, unapoteza vitu vingi, mtani unakuja kuanza upya. Bwana, hii ni Nyayo TV na mwisho wa kipindi kimoja ni muendelezo wa kipindi kingine. Naomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Lakini niombe radhi popote ambapo utaona kwamba mazungumzo yangu na ndugu yangu yamekukwaza kwa namna moja au nyingine, basi naomba utusamehe, na kama unaona umependezeka napo yoyote ambayo tumeyazungumza, basi naomba udondoshe comment hapo chini. Thank you for your time. Ciao.